Habari, elimu, burudani. Wabarakatuh. Awali ya yote, ndugu zangu, naomba nijitambulishe. Mimi ninaitwa Raha Matola wa Salumu. Mimi ni mzaliwa wa wilaya ya Kyela, mkoa wa Mbeya, mwaka 1971. Sasa hivi na miaka 55. Historia yangu upande wa media naona inaanzia mwaka 2000 hapa Kinondoni studio. Sisi ndio wale waasisi wa mwanzo wa kuanzisha zile studio. Hapo Kinondoni studio nilikuwa na studio inaitwa Matola Video Center, ambayo sasa hivi ipo pia hapo Machinga Complex. Mwaka 2003 nilijiunga na kituo cha television kinaitwa East Africa Television. Watu wengine walikuwa wanaita Channel 5. Nadhani mnakumbuka kipindi kile, vipindi maarufu kama Planet Bongo pamoja na kipindi kile cha The Comedy. Mimi ndio nilikuwa mrushaji wa ile. Kwa hiyo pale nilipata experience kubwa sana, ambapo nilimaliza mwaka, nikaachana nao mwaka 2008. Ndugu zangu, mwaka huu 2023, mwaka 2026 ni mwaka ambao mimi naweza kusema ni kwangu ni wa kihistoria, kwa sababu nilikuwa ni miongoni mwa televisheni ambayo ninaiongoza mimi, ilikuwa ya kwanza kupata nafasi ya kwanza katika mashindano ya Mr. Kishki ya Sheikh Kishki pale. Nadhani watu wa media mnafahamu hilo. Lakini kitu ambacho kimenipelekea mimi kuweza kugombea hii nafasi, jamani, kwanza ni umoja. Tumechelewa sana, kwa kuwa tunajua na ninajua matatizo ya watu wa media. Wana media tuna matatizo mengi, tulikuwa hatuna chombo cha kujisemea. Sasa hivi ninaamini kama tutashirikiana kwa nafasi hii ambayo mimi nimeiomba nikapitishwa, itakuwa ni miongoni wa kuweza kupambana na zile changamoto ambazo zinatuhusu wana media. Ukizianzia, tuna tatizo la elimu. Mimi nashukuru Mungu ni muhitimu wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mambo ya TEHAMA. Kwa ninaamini kwa elimu nilionayo, tukishirikiana vyema tunaweza tukapata elimu sisi sote. Vile vile tuna swala la maslahi ya wanahabari. Jamani, watu wote tunafahamu hayako vizuri, lakini kama tutaungana na kwa kutumia mwamvuli huu, maslahi yetu tunaweza tukaweza kusogeza mbele. Jamani, ninaombeni kura zenu, msiniache, ili tuweze kusaidiana kupeleka mbele umoja huu. Asanteni sana. Jamani, huyu bwana Raha mimi lakini tangu mwaka 96 nilikuja kumwona leo. Mimi nilikuwa finali, niliacha kwenda sekondari. Leo ninakuja kumwona. Swali. Hata nakuuliza swali. Sasa Raha. Naam. Unazoea kuwa na taaluma nzuri. Kuna changamoto mbili kubwa kwa waandishi wa habari chipukizi sana. Ya kwanza, wengi wakienda kwenye kazi, kwenye press conference, wakishachukua fedha, kutoa ile kazi inakuwa ni hiari. Hapo na ugumu mkubwa. Sasa moja ya hiki chombo nadhani kitasaidia kutengeneza maadili kwa vijana wetu na waandishi. Sasa sijui wewe kwa umeweka mikakati gani utakapokuwa na katibu wa kuweza kutengeneza maadili mazuri kwa nchi. Hilo kwanza. Na pili, Mungu kajalia. Sisi hatuna vile waandishi wa habari bora sana. Lakini alichotujalia, amejalia vipaji kwa vijana wengi wa Kiislamu katika taifa. Sasa vijana wetu wengi vipaji vyao wameviozesha kwenye kupiga picha, rekodi na kutoa. Na kazi nyingi zinakuwa ni za aina moja. Sasa wewe utakapokuwa kwenye nafasi yako hiyo, ambayo naamini
wengi wanakuamini na kuchagua. Utasaidiaje kuboresha wenye vipaji wa taaluma na wenye taaluma pia wakapata vipaji ili kazi zetu ziende vizuri zaidi? Asante sana. Asante sana Chia. Swali ni mazuri na yanajenga, na ndani ndiyo tafsiri ambayo mimi nimekuja nayo kutatua changamoto. Kwa hiyo changamoto hii ya watu kufikiria conference, mimi naomba hiyo kwanza tuiweke kando. Kuna vitu vikubwa sana tunatakiwa tuvifanye, vikubwa mno. Hii ya conference mimi nadhani tuchukulie tu kama swala la kwenda kupata pesa za maandazi. Mimi ni mmoja ya watu ambao nimeshakutana na changamoto kama hizo unazozungumza mheshimiwa. Wenda unakesha sehemu, lakini matokeo yake unarudi hata ile pesa yule mtu aliyepokea hajakupa, narudi kwa mguu mpaka sehemu. Kwa hiyo hizo changamoto nimekutana nazo na najua ndio sehemu pekee ambayo naweza kutatua. Lakini tazitatuaje? Kutatua kwa kila changamoto wanasema ni fursa. Kila unapotaka kutatua changamoto ni fursa. Kwa sisi tutafute fursa. Fursa mojawapo, mimi nawaambia mfano mmoja tu. Mimi kwa uzoefu wangu wa wanahabari, Tanzania tuna matukio mengi kupitia nchi yetu, lakini baadhi ya matukio sisi ni fursa ambayo huwa hatujui. Tuchukulie mfano uchaguzi. Uchaguzi kila baada ya miaka 5 kuna chaguzi zinaongozana 2. Pale wanahabari wanafungu kabisa, lipo, lakini kwa bahati mbaya tulikuwa hatuna mwamvuli kama huu. Hatujui tutapitia mlango upi, tutatokea mlango upi. Mkinichagua milango nadhani naweza nikapita nayo. Hii kwenye swali hilo la kwanza. Lakini swali lako la pili nikumbushe kidogo. Nilikuwa najaribu kujenga point. Nikumbushe swali la pili. Na swala la taaluma nadhani nimeliongelea mwanzoni wakati najaribu kuongelea kwamba moja ya kitu ambacho najua ni changamoto kubwa ya sisi wanahabari ni kwamba wanahabari hawajui kwamba maadili yanatokana kwanza kwenye elimu kule. Kwa hiyo ukienda kusoma kwenye elimu kule, kuna vitu vingi sana tunavyoelezana kule kwenye habari. Kwa hiyo watu wengi habari wamekurupukia tu kwamba mimi ni mwanahabari, lakini hajui ethics za habari. Kwa hiyo tutasaidiana hiyo kuhakikisha watu wapate elimu. Nimeelewa vizuri na mimi ndio nimejibu kwamba hiyo taaluma, mtu anaweza kuwa na kipaji anacheza mpira, lakini unaweza kumchukua huyu ukampeleka darasani akawa mchezaji bora zaidi kuliko pale. Nadhani Mungu wake ni huo. Hata sisi kwetu tunaweza kuchukua taaluma yako wewe ni mpiga picha, lakini mimi naweza nikabadilisha hiyo kupiga picha ukawa tena vile vile unahariri picha. Asante sana. Swali la mwisho. Hakuna. Asante.